jirani zetu bado hapo kwenye maombolezo, sio? Kabisa. Pamoja na kutangazwa zile siku 7. Jana rasmi mwili wa aliyewahi kuwa waziri mkuu pale nchini Kenya, lakini pia mwanasiasa mashuhuri na mkongwe wa muda mrefu pale Kenya wa upinzani, sio? Raila Odinga maarufu kama Baba. Jana mwili wake uliweza kufika pale nchini Kenya, na mapokezi yameonekana kuwa makubwa sana kwa watu mbalimbali kujitokeza katika wanasema kumlaki, sio? Kumlaki, kumlilia. Na ratiba ikaweza kuendelea, tukashuhudia mengi ambayo yameendelea. Umati uliojitokeza na yale ambayo tumeshuhudia jana, mchungu, inaleta picha gani? Inaashiria nini kwenye siasa za Kenya na wakati wa uhai wa Raila Odinga? Kwanza inakuonyesha kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye anatafsiri maisha ya watu. Lakini alikuwa ni kiongozi ambaye ukimtazama alikuwa anabeba matarajio ya watu. Kwa sababu takriban miaka 40 ya kufanya siasa nchini Kenya, inasemwa kwamba siasa za Kenya kwa kiasi kubwa zimeshepiwa, yani zimetengenezwa kutokana na jina la Raila Odinga. Kwa hiyo jana kutazama takriban watu 40,000 katika uwanja wa Kasarani walikuwa wameenda kumlaki. Na ukitazama ni kwamba ule uwanja unaingia takriban watu 60,000. Kwa hiyo jana alipofika pale airport, mwili wake ulivyokuja, watu wakaanza kusogelea mwili kipindi anashushwa. Na kimsingi ni kwamba vikosi vya ulinzi na usalama vilishindwa kuwazuia watu. Na jana kwa mfano alipofika pale katika uwanja wa Kasarani, tazama watu wengi walikuwa ni wengi sana, na walikuwa kitazama wanajaribu kuingia katika maeneo ya VIP. Kwa hiyo ikatokea vurugu kubwa sana kama jana ulivyoshuhudia kule mitandao ya kijamii, ya polisi kujaribu kutumia mabomu ya machozi kuweza kuwatawanya. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba namna gani ni kiongozi ambaye watu wengi wamemlilia, viongozi wengi wamemlilia. Tazama kwa mfano viongozi mashuhuri duniani katika kamati za Kiafrika, AU kwenyewe, SADC Afrika Mashariki, na viongozi wenzake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekuwa wakimzungumza kama ni kiongozi ambaye kwa kweli Afrika na dunia imepoteza kiongozi ambaye ni mwana majumui. Alikuwa anaangalia Afrika kwanza. Na kimsingi ni kwamba ukitazama namna ambavyo watu walivyokuwa wanalia jana nchini Kenya na mpaka leo, inakuonyesha kwamba Raila Odinga kwa kweli siasa za Kenya haziwezi kusahau jina lake. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba Afrika imepoteza kiongozi mashuhuri, Afrika imepoteza kiongozi mwana majumui, Kenya imepoteza kiongozi ambaye kwa kiasi kubwa aliweza kuzitengeneza siasa za mageuzi nchini Kenya. Rasmi inakuwa hivyo tarehe 17 ya mwezi wa 10 ya kila mwaka. Ni siku itakayotambuliwa rasmi pale Kenya kama siku ya mapumziko kwa umma baada ya kutangazwa rasmi kwa gazeti na tangazo la serikali hivi jana, na kusema kwamba sasa itakapofika siku hiyo watu watapumzika kuenzi na kutafakari yale yamefanywa na Odinga. Hii pia inaleta nini hasa? Hii cha kwanza, serikali ya Kenya na hata Mheshimiwa Rais mwenyewe kutazama ameamua sasa kulifanya jina la Raila Odinga lisiweze kupotea kwenye historia ya nchi ya Kenya, kwa sababu tunavyotengeneza siku za kuwaenzi viongozi, maana ni kwamba ni kukumbuka mchango wao, kukumbuka uwezo wao ambao umefanya kazi zaidi sana, kukumbuka namna gani umeleta impact, matokeo kwenye maisha ya watu wa Kenya. Tazama kwa mfano, yeye kwa kiasi kubwa amekuwa katika hali maandamano ambayo kimsingi amekuwa kitokea, amekuwa akiamua watu waandamane au watu waweze kutulia. Ukitaka kushinda urais nchini Kenya lazima uweze kuingia kwenye kabila lake la Wajaluo, na hiyo kimtazama alikuwa na sauti kubwa zaidi. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba hicho alichokifanya ni kujaribu sasa kulienzi jina lake, ili watu waendelee kulisoma, kulitafakari, kulitafiti, kuangalia maisha yake kwa namna gani aliweza kuzishape siasa za Kenya. Lakini nimeona hata wapinzani wengi wa siasa za Kiafrika wanamtaja kwamba walikwenda kujifunza kwake. Cha kwanza, ustahimilivu, kwa sababu kumbuka amegombania urais mara 5. Yes. Amekaa jela miaka 8, amekaa kizuizini. Ni mmoja ya viongozi wa kwanza ambao walifanikisha mfumo wa kimageuzi wa Kenya mwaka 1993. Lakini vile ni mtu ambaye nakumbuka kwamba
kwenye katiba moja ya katiba bora ya Kenya ambayo inatajwa ambayo ilipatikana baada ya yale machafuko mwaka 2007, huwezi kusahau kulitaja jina la Raila Odinga. Kwa hiyo hiki ukitazama kwa kuhakikisha kwamba kuna siku maalum, maana ni kwamba ni kujaribu kutunza historia, vizazi vinavyokuja viweze kulisoma jina lake, kulitafiti, kulichunguza, hata kuhakikisha kwamba maisha yake ya kisiasa yanaakisi vipi mfumo wa kiongozi nchini Kenya. Pamoja na kuwa na siasa za upinzani pale nchini Kenya, haikuua mahusiano yake dhidi ya Tanzania. Na amekuwa akiweka wazi kwamba bana Tanzania ni kama nyumbani kwangu. Kabisa. Unajua hii mipaka kikoloni imetenganishwa tu na wakoloni katika mkutano wa Berlin wa mwaka 1884-85. Kwa sababu ukitazama kuna Wajaluo ambao wapo Kenya na Wajaluo ambao wapo Tanzania. Kuna Wakamba ambao wapo Kenya, kuna Wakamba ambao wapo Tanzania. Kwa hiyo kuna Wamasai ambao wapo Kenya, kuna Wamasai ambao wapo Tanzania. Kuna jamii ambao kitazama zimekuwa zikiingiliana na zikishirikiana. Na kimsingi ni kwamba utamaduni wetu umekuwa ni utamaduni ambao hautofautiani na nchi nyingine. Kwa hiyo kusema kwamba marafiki zake nchi Tanzania maana ni kwamba anajua kabisa kwamba kuna watu ambao wana utamaduni ambao wanafanana nao, wapo katika nchi ya Uganda, wapo Kenya, wapo Burundi, hata wapo katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo Afrika kihistoria imetenganishwa na mipaka tu ya kiukoloni, lakini kwa kweli jamii, tamaduni, watu wamekuwa kiingiliana kwa kiasi kubwa. Na kimsingi kwamba inatajwa alikuwa ni rafiki kutazama wa alikuwa rais wa Tanzania kwa kwamba hayati John Pombe Magufuli. Na tukashuhudia kwa mfano picha za mwanae Jessica Magufuli akiposti juzi kuonyesha kwamba namna gani zilikuwa ni familia za viongozi ambao walikuwa wanatembeleana, wanashirikiana na watu wakisaidiana kwenye maisha yao mbalimbali. Kwa kimsingi ni kwamba anaposema kwamba ni kiongozi ambaye anaipenda Tanzania kwa sababu alikuwa na marafiki zake, ana jamii zake, hata baadhi ya makabila ambayo yanaingiliana katika nchi ya Kenya, hata nchi ya Tanzania. Sawa, tukiondoka kwenye taarifa hiyo nikwambie tu watu 3 wameripotiwa sio kufariki dunia, huku wengine wakijeruhiwa katika swala zima hilo la kutoa heshima za mwisho. Kumbuka jana walikuwa wanatumia uwanja Kasarani sio? Lakini maombolezo yanaendelea mpaka pale atakapopumzishwa siku ya mwisho, ambako ni walisema saa 72 ambayo itakuwa Jumapili. Kwa mujibu wa taarifa ambayo niliona ni Jumapili ndio watampumzisha. Kama kutakuwa na taarifa nyinginezo basi tutakuwa tunaambiana, lakini 3 wameripotiwa kufariki katika mkanyagano ule wa purukushani za hapa na pale. Unajua jana kilitokea kabisa, tukasemba kabisa polisi inaingilia kati na nini, waombolezaji inabidi watolewe kwa nguvu, kionyesha uchungu alionao na naweza kusema maelfu ya watu wajitokeza katika kutoa heshima zao za mwisho. Pole sana wa Kenya. Unajua tunasikika vizuri pia pale Kenya wanatusikiliza vizuri kupitia 94.7 Nairobi pale Kenya. Pole sana jirani zetu, pole ni mno.